Namwalika yule aliyeandaliwa kwa ajili ya wasifu wa marehemu. Historia ya hayati Askofu Bernardini Mfumbusa. Askofu Bernardini Mfumbusa alizaliwa tarehe 1 Aprili 1962 jijini Arusha katika familia ya Victoria na baba Francis Mfumbusa, akiwa mtoto wa 4 kati ya watoto 6. Mwaka 1969 akiwa na umri wa miaka 7, wazazi wake walihamia Kondoa, kwanza katika eneo linaloitwa Mpalangwi jirani na hapa, na baadaye katika kijiji cha Mwongoroma pembeni kidogo ya mji huu wa Kondoa, ambako alikulia na kujengewa misingi ya maisha ya kiroho, nidhamu na uwajibikaji. Alianza elimu ya msingi mwaka 1971 katika shule ya msingi Mpalangwi na kuhitimu mwaka 1978. Kisha baada ya kufaulu mitihani na kujiunga na seminari, akaendelea na masomo Mtakatifu Petro iliyopo Morogoro kuanzia mwaka 1979 hadi mwaka 1985. Baadaye alijiunga na seminari kuu ya Bikira Maria Malkia wa Malaika Kibosho Moshi kwa masomo ya falsafa na kuendelea na teolojia katika seminari kuu ya Segerea, Dar es Salaam hadi mwaka 1992. Akiwa miongoni mwa wanafunzi wachache waliochaguliwa kufanya mtihani ya Chuo Kikuu cha Ulaya Urbaniani, alitunukiwa shahada ya kwanza ya teolojia. Mwaka 1995 mpaka 1998 alikuwa mwanafunzi wa stashahada ya juu ya mawasiliano kule Nyegezi Social Training Institute Mwanza, na mwaka 2000 hadi 2004 alikuwa masomoni Chuo Kikuu cha Pontifical Gregoriani University Roma, ambako alipata shahada ya udhamili MA na udhamivu yani PhD katika mawasiliano ya kijamii. Alipokea daraja ya ushemasi mwaka 1991 na kupadrishwa tarehe 14 Juni 1992 katika Kanisa la Roho Mtakatifu Kondoa, hapa tulipo. Tarehe 12 Machi 2011 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kuwa askofu wa kwanza wa Jimbo Katoliki la Kondoa. Alichagua nembo yake ya kiaskofu yenye maneno Lex et Sal, yakimaanisha nuru na chumvi. Kauli mbiu hii iliakisi maisha yake na utume wake wa kichungaji, ikiwa ni ishara hai ya uinjilishaji ulimwenguni. Tangu mwanzo wa utume wake alisimama kama nuru inayoangaza njia ya maisha ya kiroho, akihamasisha elimu, akikuza miradi ya kijimbo na kijamii iliyomzunguka kwa ujumla, akilenga kuwainua watu kiuchumi na kiroho. Hakuwa tu nuru ya kuangaza njia za watu kwa matendo mema, bali pia alikuwa chumvi ya kuhifadhi na kuleta ladha ya imani, maadili na mshikamano katika jamii. Aliwekwa wakfu tarehe 14 Mei 2011 katika Kanisa Kuu la Roho Mtakatifu Kondoa na Polkapo Pengo, akisaidiwa na Juda Tadeus Ruwaichi
pamoja na Agustini Shao. Utume wake. Katika utume wake wa kichungaji alianza kama paroko msaidizi katika parokia ya Ovada mwaka 1992 hadi mwaka 1993 na baadaye katika kanisa kuu la Dodoma mwaka 1993 mpaka 1995 akiwa wakili paroko na mkurugenzi wa utume wa walei jimbo. Alijitoa sana katika majukumu yake mengine akiwa mwanataaluma na mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza, akifundisha maadili ya uandishi wa habari na kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi ikiwemo mkuu wa kitivo cha sayansi ya jamii, makamu mkuu wa kitivo na naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma. Aidha, alihudumu kama mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu RUC na pia Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki na Kati KUEA. Alikuwa mjumbe wa baraza la chuo. Pia alikuwa mwenyekiti wa kamati ya mipango na fedha na kamati ya taaluma na utafiti. Alichangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya elimu ya juu ya Kikatoliki Afrika Mashariki katika ngazi ya Kanisa la Afrika na alitoa mchango mkubwa kupitia SECAM kama rais wa kamati ya mawasiliano SEPAX na kupitia MESEA ambako alitambuliwa kama kinara wa uinjilishaji wa kisasa unaotumia vyombo vya habari na teknolojia. Maaskofu wa MESEA walimsifu kama zawadi ya kipekee kwa kanisa, wakionyesha mchango wake wa kuunganisha Injili na ulimwengu wa kidijitali kwa hekima na unyenyekevu wa kichungaji. Mapema mwezi Aprili tarehe 9 alichaguliwa kuwa miongoni mwa wajumbe wa idara ya mawasiliano ya Vatikani, akionyesha imani kubwa ya kanisa la ulimwengu katika uwezo wake wa mawasiliano, huku pia akihusika na majukwaa ya kimataifa kama vile Yeshua, ambapo alikuwa mshauri wa uongozi wa Kikristo. Akiwa askofu wa Kondoa, alijidhihirisha kama mchungaji, mwanataaluma, mwasisi wa maendeleo, akihimiza elimu bora kwa waseminari katika kufikia ngazi ya shahada na kuanzisha miradi ya kijamii ya kiuchumi ikiwemo kilimo na kiwanda cha mvinyo wa zabibu kwa ajili ya kuinua maisha ya waamini na jamii kwa ujumla. Kwa ujumla, alibaki kuwa alama ya askofu anayeunganisha imani, elimu, mawasiliano na maendeleo ya watu. Askofu Bernardini Mfumbusa alikuwa mchungaji mwenye moyo wa kipekee uliojengwa juu ya upendo na huruma kwa watu wote. Aliishi wito wake wa kichungaji kwa kujitoa bila kujibakiza, akiwahudumia waamini na jamii kwa unyenyekevu na hekima. Ndani yake kulionekana wazi roho ya mtu anayeguswa na Injili, ambaye hakuchoka kuwatia moyo wengine kuishi maisha yenye maana, akiamini kwamba kila hatua ya maisha ina utakatifu wake. Aidha, Askofu Mfumbusa alikuwa ni mtu mwenye maono ya maendeleo na ubunifu. Alipenda sana kusoma vitabu na kuandika makala pamoja na vitabu, jambo lililodhihirisha kiu yake ya maarifa na mchango wake katika ulimwengu wa fikra. Alikuwa mpenda teknolojia aliyejitahidi kujifunza na kufundisha wengine kuhusu matumizi ya sayansi ya kompyuta, hususani
katika nyakati hizi za mageuzi ya kidijitali. Kwa upeo wake mpana aliweza kuunganisha imani na akili mnemba, artificial intelligence, akitambua nafasi yake katika kuendeleza maisha ya binadamu na utume wa kanisa. Zaidi ya yote, maisha yake yaliongozwa na imani thabiti katika neno la Mungu. Mara nyingi alinukuu maneno haya: usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa maana mahali unaposimama ni nchi takatifu. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 5. Kwa tafsiri na kutafakari yake binafsi, alimaanisha kuwa popote pale ulipo ni mahali patakatifu na mahali pa kustawi, kuonekana penye thamani na pa kugusa uwepo wa Mungu. Ili halikubaliki kuwa maneno tu, bali lilikuwa dira ya maisha yake. Aliwaheshimu na kuwainua watu wote, akiwafanya watambue thamani yao, na kwa njia hiyo hiyo akaliishi fundisho hilo katika maisha yake mwenyewe. Hivyo Askofu Bernardini Francis Mfumbusa ataendelea kukumbukwa kama kiongozi wa kiroho, mwana taaluma na shahidi wa matumaini katika ulimwengu unaobadilika kila siku. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Baba Askofu Bernardini Mfumbusa, ambaye amelitumikia kanisa kwa miaka 33 kama padri na kwa upekee zaidi kama askofu wa jimbo la Kondoa kwa miaka 14. Tunawashukuru wote ambao wamechangia katika malezi yake na makuzi yake hata kufikia katika hatua hiyo ya uaskofu na kutupatia tunda zuri namna hii. Raha ya milele umpe, e Bwana. Apumzike kwa amani.